ya mwisho kabla ya mtihani wa taifa wa darasa la 8 iliibua hisia mseto ndani ya moyo wa Sabina. Ingawa uso wake ulikuwa umesheheni tabasamu, ndani kwa ndani aliungulika si haba. Kichwa chake kidogo kilikuwa uwanja wa mawazo ainati yaliyomchezea siku hiyo. Ilipofika saa 8 adhuhuri, Sabina aliamua kunyoosha maungo ili angalau asahau ule mchezo uliokuwa ukifanyika akilini mwake. Kwa sababu ya jua kali lilokuwa likiwaka, hakuenda mbali na zizi la boma na mjomba wake. Aliketi chini ya mparachichi uliokuwa uwani ili kufaidi kivuli chake. Sabina aliona nafuu kuyamakinikia yaliyokuwa yakimkalifu ili apate fursa ya kuyazika katika kaburi la sahau. Hadhari ya mawazo yake ilijiandika dhahiri shahiri usoni mwake. Alianza kwa kuachia tabasamu pana, mithili ya msafiri aliyefika salama. Baada ya dakika chache, machozi yalianza kumtoka njia mbili huku kajishika tama. Alifikiria kuhusu mtihani uliodhamiriwa kuanza siku ya Jumanne. Mtihani ambao ungemwezesha kupata ufadhili katika shule ya upili ya bweni ikiwa angepita vyema. Hili ndilo wazo lililozua tabasamu. Lakini angefeli je? Hatima yake ingekuwa vipi? Maswali haya yalimulisa yakamwacha akisinasina kama mgonjwa wa mafua. Akiwa katika hali hii, aliyakumbuka maneno ya mwalimu mkuu. Mizizi ya elimu ni michungu, ila matunda yake ni matamu. Ikiwa mnataka kuyaonja matunda ya elimu, lazima mtie bidii, kwani mtaka cha mfunguni sharti ainame. Akiwa amezama kwenye lindi la mawazo, alisinduliwa na sauti ya Yunuke ikimuita, Sabina! 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 Aliruka juu ghafla na kuitika, Abe! Alipigwa na butwaa alipouona wekundu wa jua ukimezwa na vilima vya magharibi. Harufu kali ya kisonzo cha ng'ombe kutoka zizini ndio mwanzo inaifikia mianzi ya pua yake. Aligundua kuwa hakuwa ametekeleza majukumu ya siku hiyo. Hakuthubutu kumwendea aliyemuita kujua alimuitia nini. Kwani alijua kufanya hivyo ni kama kujipeleka kinywani mwa simba mwenye njaa. Alikimbilia malishoni kuwachukua ng'ombe ili aje kuwakama. Alipomaliza kuwakama, aliwafunga zizini na kuhai kazi ya kuandaa chajio. Muda huu wote Sabina akishughulika, Yunuke alikuwa amejikunjia pembeni huko, amefurisha shingo kama kiboko.
Siku ya Jumatatu, Sabina aliamka asubuhi na mapema kutekeleza yaliyokuwa ada yake. Aliwakama ng'ombe, akapeleka kisonzo shambani, kisha akaenda kuuza maziwa katika soko la Itumbe. Alipomaliza kuuza maziwa, ilikuwa ikielekea saa 3:30, kwani siku ya Jumatatu na Ijumaa wateja huwa haba. Alikimbia kama mweu hadi nyumbani, akavaa sare yake iliyoshiba viraka vya kila rangi na kufululiza hadi shuleni kwa ajili ya maandalizi ya mtihani wa taifa. Sabina alikuwa na umri wa miaka 14. Hata hivyo, alionekana kama mwanamke wa umri wa makamo. Shida na madhira aliyopitia vilimkomaza kiakili na kimwili. Majukumu aliyotwikwa katika boma la mjomba wake yalifanya ngozi yake kuota kea na makunyanzi. Dunia iliamua kumnywesha subiri pindi tu alipozaliwa. Mamake Nyaboke alimzaa akiwa mwanafunzi wa kidato cha pili. Pindi tu alipojifungua, Nyaboke alikatiza masomo yake, akaanza kazi ya ulezi. Kulea mimba si kazi, kazi ni kulea mwana. Wazazi wake walikata tamaa ya kupata maisha mazuri kwa sababu binti waliyemtegemea kusoma hadi chuo kikuu alikomea kidato cha pili. Jana dume lililofaa kuitwa babake Sabina lilimkana Nyaboke mchana kweupe. Sabina akaelekea kukosa malezi ya baba mzazi tangu hapo. Nyaboke alijifunga kibwebwe vibaruhani ili kuhakikisha kuwa alimtimizia bintiye mahitaji ya kimsingi. Alipotimu miaka 7, Sabina alijiunga na shule ya msingi ya Utubora. Kwa sababu ya weledi wake, aliingia katika darasa la kwanza, akajiunga na wanafunzi waliofuzu masomo ya chekechea. Furaha ya Nyaboke ilianza kurejea Sabina alipopata matokeo bora zaidi katika darasa la mwaka huo. Mambo yaliendelea kuwa mazuri hadi Sabina alipofika darasa la 4. Mwaka huo Sabina alikuwa katika darasa la 4. Mamake alishikwa na ugonjwa wa ajabu. Maradhi hayo yalianza kama kipere kilichotokeza shingoni. Wiki chache baadaye kipere kikatunga usaha na kuvimba. Nyaboke alipelekwa kwa mganga maarufu kijijini amkague. Ganga za mganga humwacha mgonjwa na matumaini. Mganga alieleza kuwa kipere kile kilitokana na laana. Chanzo cha laana hiyo kilibaki kuwa fumbo. Watu walizuka na tetesi mbalimbali kuhusu laana iliyosemekana kumkabili Nyaboke. Baadhi ya wanakijiji walidai kuwa alilaaniwa na babake mzazi kwa kujifungua akiwa nyumbani kwao. Wengine walishikilia kuwa mamake alimlaani kwa kosa la kuwakataa wanaume wote waliofika nyumbani kwao kumchumbia. Wapo walioamini kuwa laana iliyomwandama Nyaboke ilitokana na ndugu yake Ombati.
walisema kuwa Umbati alitazamia kujitajirisha kutokana na mahari ya dadake. Dadake huyo alipokosa kutimiza ndoto yake, basi akamlaani. Haukupita muda mrefu Nyaboke akatangulia mbele za haki. Maskini mwenda zake. Maisha ya Sabina yalibadilika kwa ghafla kutokana na mauti ya mamake. Ingawa dunia yote ilifahamu kuwa alikuwa amempoteza mama yake mzazi, yeye alihisi kuwa alikuwa amewapoteza baba na mama yake. Hata hivyo, alizidi kufanya vyema shuleni ili awafaidi babu na nyanya yake. Alikuwa na ari ya kusomea udaktari siku za arafu ili apate kufumbua tiba ya kipere cha laana kilichommeza mama yake. Akiwa katika darasa la 5, janga kubwa zaidi lilimfika Sabina. Babu na nyanya yake walifariki dunia ghafla. Wawili hawa walipatikana wakiwa wafu chumbani mwao asubuhi moja. Jiko la makaa walilotumia kuchoma mahindi usiku huo lilikuwa pembeni. Mlango ulikuwa umefungwa. Madirisha yote pia yalikuwa yamefungwa kiasi kutopata hewa wala kutoa nje moshi wa makaa. Basi kapita wapi shetani akachukua roho zao? Watu walishindwa kung'amua. Wanakijiji waliapa kukaa mbali na familia hii iliyoandamwa na mikosi na nuksan. Hatua hii ilimwacha Sabina bila la kufanya ila kuridhia kuishi kwa mjomba wake Umbati na mkewe Yunuke. Akiwa na umri wa miaka 11 katika darasa la 5, alianza maisha mapya katika familia ya mjomba wake. Mwanzoni mambo yalimwia magumu kutokana na majukumu mazito aliyopewa. Siku zilipojikunja na kuunda wiki na miezi kuwa miaka, Sabina alipata uzoefu. Kuwakama ng'ombe, kuzoa kisonzo, kuuza maziwa, kuwapeleka mifugo malishoni na kutekeleza majukumu yote ya nyumbani ilikuwa kama ada. Alitakiwa kuzifanya kazi hizi kila siku asubuhi kabla ya kwenda shuleni. Hata shule zilipofungwa hakupata afueni yoyote, kwani binamu zake walikuwa wakisomea katika shule ya upili ya Golden Heart. Walimzidishia kazi badala ya kumpunguzia. Hata shule zilipofungwa hakupata afueni yoyote, kwani binamu zake waliokuwa wakisomea katika shule ya upili ya Golden Heart walimzidishia kazi badala ya kumpunguzia. Walikuja nyumbani kulaza damu na kumgeuza Sabina kichakazi wao. Kuanzia macheo hadi machweo hawakufanya kitu isipokuwa kupumua na kumuita Sabina awafanyie hili na lile. Wimbo wa likizo zote ulikuwa Sabina njoo, Sabina nenda, Sabina leta, Sabina kimbia. Alimradi kila kiumbe alimtegemea Sabina kufanya jambo fulani. Binamu yake mdogo Mike aliyesoma katika shule ya msingi ya bweni ndiye tu alionekana kuwa na utu. Aliampatana na Sabina kwenda machungani ili wapate kusaidiana na Sabina kuangalia ng'ombe.
Alizoea kubeba vitabu vya kudurusu ambavyo walidurusu na Sabina wakiwa katika kazi yao ya uchungaji. Japo kuandamana na Sabina kulikuwa kinyume na amri, Mike hakuona ugumu kuivunja tena na tena. Kadri siku za mtihani wa taifa wa darasa la 8 zilipokaribia, ndivyo Sabina alivyozidi kujawa na matumaini. Alitarajia kufuzu katika mtihani huo na kujikomboa kutokana na mateso yaliyokuwa yamemtafuna kwa miaka 3. Alama nzuri zingemwezesha kupata ufadhili katika shule ya upili yenye hadhi nzuri. Ombi lake lilikuwa kujiunga na shule yoyote ya bweni. Werevu wake masomoni haukutiwa doa na hali yake ya uchakazi. Kila muhula aliibuka wa kwanza darasani mwake, kana kwamba nafasi hiyo ilikuwa imetengewa kwa ajili yake. Mjomba wake na mkewe waliziona juhudi za msichana huyu kuwa kazi bure. Waliamini kuwa Mike angepata matokeo mazuri kuliko huyu kichakazi wao. Siku ya maandalizi ya mtihani wa taifa, Sabina alifika shuleni amechelewa. Alijiunga na wanafunzi wenzake katika ukumbi wa shule walimokuwa wakihutubiwa na mwalimu mkuu. Mtihani wa taifa wa darasa la 8 utaanza kesho saa 2 kamili asubuhi. Mnatakiwa kujipanga katika ukumbi huu kufikia saa 2 kasorobo asubuhi kwa siku 3 ambazo mtakuwa mkifanya mtihani. Yeyote atakayechelewa kufika, maneno ya mwalimu mkuu yaliibua mjadala akilini mwa Sabina. Nitafanya aje nifike shuleni kabla ya saa 2 asubuhi? Kitanifikia nini nikifika katika ukumbi huu baada ya saa mtihani kwanza? Moyo ulimdunda na kichasho kujikusanya kwenye paji lake la uso, tayari kuunda kijito. Aligutuka kama mtu aliyebumburushwa kutoka ndotoni na kumakinikia hotuba iliyokuwa ikiendelea. Hata kubaliwa kufanya mtihani, sauti ya mwalimu mkuu ilitangaza. Kauli hiyo ilipenya masikioni mwa Sabina na kuingia hadi moyoni. Alijikuta akikemea vikali kwa kutikisa kichwa kwa kasi kama mgonjwa aliyekuwa anapungwa pepo. Sabina manoti, mwalimu mkuu alinguruma. Sabina alinyanyuka mara moja kama askari kanzu. Hakusema be wala te. Njoo ofisini mwangu mara moja. Miguu ya Sabina ilikufa ganzi, akabaki amesimama kama kisiki. Minong'ono ya wanafunzi wenzake ilimtia hofu na wasiwasi. Kila mtu alijua kuwa kuitwa ofisini mwa mwalimu mkuu kulikuwa sawa na sungura kuitwa pangoni mwa simba. Hotuba ilikomea hapo na wanafunzi wakafumukana. Alipofika ofisini, mwalimu mkuu alimuamkua na kumuashiria aketi. Nimekuita hapa kwa sababu 2. Kwanza, ulifika ukumbini ukiwa umechelewa, na pili, ulionekana kupinga adhabu
itakayomfika yeyote atakayefika kufanya mtihani akiwa amechelewa. Je, una tatizo gani? Sabina alipata fursa ya kumtapikia mwalimu mkuu masaibu yake kuanzia utundu hadi ukoko. Samahani mwalimu, nina majukumu mengi ya kutekeleza nyumbani kabla ya kuja shuleni kila asubuhi. Sabina alitanguliza kabla ya kuendelea. Siwezi kususia jukumu hata moja, kwa sababu nikifanya hivyo nitakuwa najipalia makaa. Majukumu gani? Nilipozungumza na mjomba wako muhula uliopita, alinihakikishia kuwa anakupa muda wa kutosha kujiandaa kwa ajili ya mtihani wa taifa. Sabina alinyamaza na kukodoa macho. Kuuza maziwa kunanikawiza sokoni kila asubuhi, kwa sababu wateja wengi hufika saa 3. Sabina alipuuza swali la mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu kuna kidevu chake na kugonga kalamu juu ya meza kabla ya kuuliza, mjomba wako yuko nyumbani? La, anafanya kazi jijini Nairobi, Sabina alijibu. Mwalimu mkuu alichukua karatasi na kalamu, akaandika kijibarua, akakitia sahihi na muhuri na kumkabidhi Sabina. Nyumbani Yunuke alikuwa amechemuka kwa hasira. Saa mbili zilikuwa zimepita tangu wanafunzi waliosoma na Sabina wamhakikishie kwamba matayarisho ya mtihani yalikuwa yamekamilika. Sabina alifika nyumbani bila kujua hatari iliyomsubiri. Kabla ya kutua mkoba wake, Yunuke alimrukia kama simba aliyelivamia windo lake. Alimcharasa kwa bakora mfululizo bila kusema lolote. Tafadhali nisamehe, ni barua ilinikawiza. Sabina alirai kabla ya kujinasua kutoka mikononi mwa mwanamke huyo na kuchana mbuga. Kiokote usiye na shukurani wewe, mcharaana mkubwa. Uogopi kunitajia kuwa umeanza kupokea barua za kijinga? Leo utarudi kwa huyo mwanamume anayekudanganya kwamba umekuwa baradhuri mkubwa we. Utanitambua. Uvundo ulimtoka mwanamke huyo. Alibaki pale amejishika kiuno, akimwapiza Sabina hadi alipotokomea kuelekea machungani. Kilio cha kwikwikwi kilimtoka na kuwafanya hata ng'ombe kumsikitikia. Jumanne saa 2 asubuhi, Sabina ni miongoni mwa wanafunzi wa darasa la 8 walioketi kwenye ukumbi wa shule ya msingi ya Nyamenu wakisubiri mtihani wa hisabati. Hakuamini nyota ya jaha iliyomwangukia. Badala ya kuwa kwenye soko la Itumbe akiuza maziwa, alikuwa pale ukumbini. Bahati iliyoje! Alifanya mitihani ya siku hiyo akiwa mwingi wa furaha na matumaini. Jioni aliporudi nyumbani, alimkuta Yunuke ameiva wekundu kwa hasira. Uliona kuraukia shule
ni muhimu kuliko kuuza maziwa? Ha! Alikabiliwa na swali. Niliyauza maziwa yote kabla ya kwenda shuleni. Sabina alijibu kwa unyenyekevu. Tangu lini ukaanza kunihadaa? Nimeambiwa hukuonekana sokoni leo. Yunuke alikuja juu. Hizi hapa pesa za maziwa na ndoo niliyobeba. Sabina alisema huku akimkabidhi pesa hizo. Alizikwapua kama mtu asiyeamini na kumwamuru Sabina aende shambani kukitapakaza kisonzo kilichoanza kukauka. Kazi hiyo aliifanya hadi giza lilipoanza kuingia, lakini hakuimaliza. Aliacha na kuanza kushughulika na kazi ya kuwakama ng'ombe kama kawaida. Kisha alianza kutayarisha chajio. Wakati wa kulala ulipofika, aliamua kutumia mwangaza wa kipatari kudurusu masomo yaliyosalia. Akili ya masomo huna. Sinachangamkia barua na mambo ya wanaume tu. Mamako alikuwa hivyo hivyo na unajua kilichomfika. Kweli mtoto wa nyoka ni nyoka. Yunuke alimfokea. Alikizima kipatari kile na giza kuu likaiva nyumba. Mwezi mmoja baada ya mtihani kukamilika, Ombati alifika kijijini kwa ajili ya likizo ya mwezi wa Disemba. Alifika nyumbani kufanya maandalizi ya kumpeleka Mike katika shule ya upili, kwani alikuwa na imani kuwa angepita mtihani. Mbali na hayo, Ombati alikuwa na jingine. Sabina aliwasikia binamu zake waliokuwa katika shule ya upili wakizungumza kuhusu mpango wa baba yao wa kumwoza kwa kijana mmoja mwendesha pikipiki ili apate mahari ambayo dadake Nyaboke hakumpa. Ripoti za Yunuke kwa mumewe kuhusu jinsi Sabina alivyokuwa mwenye la kuharibikia ukubwani zilimfanya aanze mipango ya kumwoza mara moja. Matangazo ya mtihani wa taifa yalimkuta Sabina shambani akitapakaza kisonzo. Mjomba wake alikuwa anafanya matayarisho ya kupokea mahari kutoka kwa mwendesha pikipiki. Familia nzima ilikuwa inajishughulisha na maandalizi ya mapochopocho kiasi cha kutotambua kwamba matokeo yalikuwa yakitangazwa. Punde wageni watarajiwa waliwasili tayari kumchukua mke wao. Wakati wanaendelea kula, umati wa watu waliokuwa wakiimba nyimbo za kumsifia Sabina ulifika pale. Hakuna aliyetoka nje kuona waimbaji walikuwa kina nani na waliimba kwa nini. Wageni walioleta mahali walidhani kuwa wenyeji wao walikuwa wamewaalika. Wageni walioleta mahali walidhani kuwa wenyeji wao walikuwa wamewaalika watu kuja kusherehekea ndoa ya bintiye, naye mwenyeji akidhani kuwa wageni waliwaalikwa
Wageni waliwaalika watu waje kumsindikiza mke nyumbani. Anatafuta nyumbani kwa Mombati, sauti ya kike ilisema. Mombati alitoka nje mara moja na kukutana na wanahabari waliokuwa na vinasa sauti na kamera. Mimi, umefika? Mombati ni mimi, alitangaza kwa furaha. Tunamtafuta mwanao ambaye amefanya vyema katika mtihani wa darasa la 8 ambao matokeo yake yametangazwa leo. Ripota mmoja alimwambia. Mike, njoo. Nilijua utafanya vyema mwanangu. Mombati alijigamba. Mike alitoka nje kusikia aliloitiwa. Ripota wa kwanza kumwona Mike alimgeukia Mombati na kumwambia. Tunamtafuta Sabina Manoti, mwanafunzi wa 8 bora nchini. Maneno ya ripota huyo yalimuingia Mombati masikioni, yakasalia huko. Hayakufika akilini. Mwalimu mkuu alipenya kwenye umati uliokuwa umeanza kuwa mkubwa na kumtaka Mombati awaelekeze alikokuwa Sabina. Kabla ya Mombati kuwajibu, Sabina alifika nyumbani amevaa rinda kuukuu, huku harufu ya samadi inamfuka. Watu waliokuwa wakimngoja walimzoa juu na kuanza kuimba tena. Mombati alimwafurusha wageni waliokuja kumuoa Sabina pamoja na mifugo wao. Baada ya kufanya hivyo, alijiunga na Sabina kuhojiwa na kupigwa picha. Alijitanua jinsi alivyotunukiwa kumlea mwana mwepesi masomoni. Nina furaha kwa kuwa binti yangu amefaulu katika mtihani wake. Ingawa anapenda kufanya kazi za shambani, azima ya mwanangu ni kuwa daktari. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaomba wazazi wenzangu, muwape watoto wa kike elimu badala ya kuwaoza mapema. Hongera mwanangu kwa kupata alama 447. Asanteni sana, tunafuraha. Asanteni sana kwa kufika hapa kusherehekea nasi. Pana vyakula vya kutosha. Mombati alihutubu. Sabina alijishika tama na kuvuta kumbukumbu ya maisha yake. Kila siku Yunuke alimkumbusha kuwa alikuwa kiokote. Maisha magumu kweli, lakini matokeo mazuri. Alikumbuka wakati wa mtihani wa taifa, jinsi alivyokuwa na majukumu chungu nzima ya kutekeleza. Alikumbuka hisani ya mwalimu mkuu ya kumnusuru kuuza maziwa asubuhi. Badala yake aliwaandikia wapishi barua ya kumruhusu Sabina kupeleka maziwa shuleni. Hatua hii pengine ndiyo iliyokuwa mwanzo wa ufanisi wake. Sasa kila mtu alitaka kujinasibisha naye. Yunuke na Mombati hawakutaka kumwachilia hata kwa nusu sekunde. Mawingu meusi yalianza kutanda. Mvua kubwa ilianza kunyesha na kuwatawanya watu waliokuwa wakisherehekea. Kwa takribani wiki nzima, habari za ufanisi wa Sabina ndizo zilizokuwa vinywani mwa wanakijiji. Asanteni.